Jua tuko sawa. Thank you. Your Excellency, allow me to say all protocols observed. My name is Samuel Mushoki. Mimi ni mwanamuziki wa nyimbo za Injili na zingine. Naam, mtazamaji, kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu, kituo nambari 1 kinachozidi kukuletea taarifa za siasa nchini Kenya. Kipande cha video nilichoweza kukitanguliza katika video hii ni maneno ambayo Mheshimiwa Samido ama afisa wa polisi Samido aliweza kuzungumza chini ya mwezi mmoja, na leo hii ripoti zikibuka ya kwamba Samido anazidi kutafutwa ili aweze kukamatwa. Je, ni kipi ambacho kimeweza kusababisha Samido aweze kukamatwa? Kwanza kabisa, acha nikuchezeshe kipande hiki cha video ambacho kitaweza kukufahamisha tukio nzima ama sakata la kukamatwa kwake Samido. Naam, mtazamaji, video ya awali ambayo Samido aliweza kuweka hadharani kwamba licha ya kuwa ni afisa wa polisi chini ya uongozi wa serikali Kenya Kwanza, pia ni mwanamuziki kutoka eneo la Mlima Kenya. Na mtazamaji, kama ulivyoweza kutazama kipande cha video cha hivi punde nilichoweza kukichezesha katika video hii, umeweza kushuhudia Samido akiwa katika hafla ya muziki, akiwa yeye ndiye anayezidi kuongoza hafla hiyo. Ila kuna tukio ambalo liliweza kushangaza wengi ya kwamba Ruto must go pamoja na neno one time ambalo liliweza kusababisha mwanamuziki huyu naye kujiunga na kile mashabiki walikuwa wakimwomba aweze kufanya, jambo ambalo limeweza kuchukiza uongozi wa serikali Kenya Kwanza, na hivi sasa mshahara wake Samido umeweza kuzuiwa, na pia hatua ya Samido kuonekana kukubaliana na kile ambacho watazamaji wake pamoja na wafuasi wa kimuziki walikuwa wakimwomba aweze kufanya imeweza kuwa ni marufuku makubwa kwa Samido kurejea katika kambi ya afisa wa polisi, na iwapo ataweza kurejea moja kwa moja ataweza kukamatwa. Je, mtazamaji, ni mbona uongozi wa serikali Kenya Kwanza kweli kuonekana kutumia nguvu kupita kiasi? Mtazamaji, ningependa ufahamu kwamba Samido, kutokana na maamuzi aliyoweza kuyafanya kutoendelea na kazi ya afisa wa polisi na kuendelea na kazi ya kimuziki, jambo ambalo limeweza kuchukiza uongozi wa serikali Kenya Kwanza, hivi sasa kutokana na vuguvugu la kisiasa katika taifa hili la Kenya. Mtazamaji, amini usiamini, huenda hata baadhi ya wachekeshaji, iwapo wataweza kushindwa kufanya kile ambacho mashabiki wanazidi kuomba waweze kufanya, itakuwa vigumu kwa wao kuendeleza maisha ya gharama ya juu walioweza kuanzisha hapo awali. Na ndipo ambapo sio siri tena, akiwemo akina Njugush pamoja na Crazy Kena kuonekana kukosoa uongozi wa serikali Kenya Kwanza kutokana na vitendo wanavyozidi kufanya, utumiaji wa nguvu kupita kiasi dhidi ya vijana wa Gen Z, hasa kutokana na tukio la hivi punde lake Albert Ojwang. Naam, mtazamaji, Samido kuna mojawapo ya interview aliyoweza kufanya moja kwa moja pamoja na vyombo vya habari, akionekana kukanywa kushirikiana na upinzani unaozidi kuongozwa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kiongozi mkuu wa chama cha DCP. Na mtazamaji, amini usiamini, hivi sasa katika taifa hili la Kenya, vijana wa Gen Z hawako tayari kuongozwa katika nafasi ambazo hawajaweza kufurahishwa. Hasa kuna tukio la hivi punde Afande Deno pamoja na mmoja wa polisi aliyekuwa akijiunga na vijana wa Gen Z katika maandamano waliweza kujipata katika mission ya Haiti, huku Afande Deno akitolewa katika jiji kuu la Nairobi, ambapo alikuwa na ushirikiano mwema kati yake pamoja na vijana wa Gen Z, iliweza kusababisha aweze kupelekwa huko Garissa, hatua ambayo vijana wa Gen Z waliweza kukosoa. Na mtazamaji, pia ningependa ufahamu kwamba hivi sasa
katika mitandao ya kijamii, uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza unazidi kusambaza taarifa kuhusiana na jinsi ambavyo wanasi vijana wa Gen Z waweze kutafuta ajira ama recruitment ya afisa wa polisi, ila hakuna vijana wote wale wanazidi kujitokeza. Je, ni kwa nini? Ila kabla nikufahamishe zaidi, ningependa niweze kukuomba uweze kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Iwapo utaweza kufanya hivyo, basi utakuwa umeweza kutupa support kubwa, nasi hapa tutaweza kushukuru. Naam, mtazamaji, sio siri tena, ni wazi uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza unazidi kutumia nguvu kupita kiasi, jambo ambalo linazidi kuchukiza baadhi ya maafisa wa polisi, ila hawana budi kufanya kinyume na wanavyozidi kuagizwa. Na mtazamaji, kuna kitu ambacho vijana wa Gen Z hawangependa, kwani sote tunafahamu kwamba vijana wa Gen Z wangependa waweze kujihusisha na kazi ambayo mwisho wa siku itaweza kuleta amani, furaha na kujenga taifa hili la Kenya. Na ndiyo ambapo inawazidi kuonekana kama Samido kukataa kazi ya uafisa wa polisi na kuendelea na kazi ya kimuziki, kwani anafahamu kwamba hilo litaweza kukidhi mahitaji yake pamoja na familia yake. Na mtazamaji ameweza kufahamu ya kwamba ataweza kupata pesa katika njia halali na hataweza kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya mashabiki wake wa kimuziki iwapo ataweza kutumwa na serikali ya Kenya Kwanza dhidi yao. Na mtazamaji, hatua hii siku baada ya siku nazidi kufanya vijana wa Gen Z katika mitandao ya kijamii kukosoa vikali serikali yake Mheshimiwa Rais William Ruto, wakidai kwamba anazidi kutumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na vijana wa Gen Z. Sasa mtazamaji, kokote kule ambapo Samido yupo baada ya kufungiwa mshahara wake, anazidi kutarajiwa iwapo hataweza kujitokeza katika kituo chochote kile cha polisi karibu, ataweza kutafutwa, mwishowe akikamatwa ataweza kushitakiwa, na hapo ndipo ambapo itaweza kubainika iwapo Samido yupo tayari kuendelea na kazi yake kama afisa polisi ama ataweza kujiondoa. Na je, akijiondoa mashabiki wake watakuwa katika nafasi gani? Sote tunafahamu kwamba Samido ni mwanamuziki ambaye ameweza kupendwa na idadi kubwa ya watu kutoka eneo la Mlima Kenya, na wapo tayari kusimama naye, na iwapo hilo kweli litaweza kutokea kwa kujiuzulu katika uongozi wa serikali Kenya Kwanza, basi moja kwa moja ataweza kurejea upinzani, ashirikiane na kiongozi mkuu wa chama cha DCP Party Mheshimiwa Rigathi Gachagua pamoja na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, huku wakiendeleza siasa za mwaka 2027 na pia huenda akaweza kutunuku muziki mmoja kwa mashabiki wake ambao wanazidi kusimama naye hivi sasa, kipindi kigumu ambapo serikali ya Kenya Kwanza imeweza kumwekea wanted. Sasa mtazamaji, ni vema iwapo wewe hapo utaweza kutufahamisha maoni yako katika uwanja wa comment section. Maamuzi sahihi kwa Samido ajiondoe katika uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza na kuendelea na muziki wake kutokana na mashabiki kumkubali, iwapo ataweza kujiondoa katika serikali ya Kenya Kwanza na hivyo aweze kujihusisha na chama cha DCP. Subscribe, like, comment na kushare. Bye bye until the next video.